Hey guys, mambo vipi? I hope wote mko poa, nami pia namshukuru Mungu niko poa. Jamani, baridi. Sasa kamera yangu sijui inanionyesha vipi. Jamani, nawapenda sana na wajali. Kaniweke vizuri kamera yangu. Yes, kamera iko vibaya lakini haina shida. Guys, naomba leo tuongelee kitu kimoja cha msingi sana kwa wazazi ambao na mabinti zenu wanaenda kufanya kazi kwenye nchi za Kiarabu. Ushauri huu waendee wazazi wote wenye mabinti zao ambao wanaenda kufanya kazi kwenye nchi za Kiarabu, ughaibuni kwa ujumla, nchi yoyote ile ambayo wewe kama mzazi binti yako anakufuata anakuambia, mama au baba, mimi nataka kusafiri, kuna fursa moja nimeipata sehemu fulani. Cha kwanza wewe kama mzazi ni kushauri. Akikwambia binti yako kuna nafasi ya kazi amepata sehemu fulani, usikatae tu, chunguza kwanza. Chunguza nchi anayoenda ni nchi gani, uliza nafasi zile za kazi ameipata vipi, nani amemtafutia. Ikiwezekana omba namba ya huyo mtu aliyomtafutia, ili upeleleze, ujidhihirishie huyu mtoto anaenda kupitia njia gani, mikono gani, mtu gani anamchukua na mambo kama hayo, kwa sababu imekuwa ni changamoto. Binti anasafiri pasipo kuwashirikisha wazazi. Kula anakokwenda anakutana na changamoto nyingi sana. Kama mnavyofahamu, dua ya mzazi ni muhimu sana, au maombi ya mzazi ni ya muhimu sana katika maisha. Popote mtu unasafiri, mzazi wako kutamkia jambo jema, kule unakokwenda kuna baraka nyingi sana zinakufuata, kwa sababu wazazi wameridhia na wameruhusu kutoka moyoni wewe mtoto wao uende kule kazini ukafanye kazi. Imekuwa kuna changamoto, wazazi akiambiwa tu, mama, mimi nasafiri naenda sehemu fulani, moja kwa moja pasipo kufuatilia, pasipo kujua nini kinaendelea, unamruhusu mzazi wangu, nani mwanangu, kwa mimi nakutakia kwa kila la heri, wewe nenda tu. Hujafuatilia ni nchi gani anaenda, nani anampeleka, amepata pataje, imekuwaje? Hayo yote hufuatilii. Wewe kama mzazi, ushauri huu unatoa kwa wazazi. Fuatilia binti yako anaenda wapi, amefanyiwa mipango na nani, na kwa nini anasafiri. Yaani kaa naye sio kwa ukali, kiurafiki, ili umuulize vizuri, akwambie na wewe umuulize maswali, utamwelewa hapo. Kama kuna njia mbaya juu yake, utamsaidia kushauri. Kama kuna njia nzuri, wewe kama mzazi pia utaziona na utasaidia kumshauri akifika huko afanyeje. Na endapo kama ukigundua sehemu anazokwenda ni salama, nyinyi kama wazazi au wewe kama mzazi, sema na binti yako, sema na kijana wako, mwanangu, unaenda kukaa na watu wengine tofauti, sio mimi. Jitahidi ukawe mtu mwaminifu, jitahidi ukawe mtu muoga na vitu vya watu, wa kuheshimu kitu cha mtu. Ufahamu kuwa nipo kwenye mji wa watu, huu sio wa kwetu, nipo kwenye nyumba ya mtu, sio kwa wazazi wangu. Aelewe mambo kama hayo. Kaa naye, umkanye, umsemeshe kwa faida yake na kwa faida yako. Kwa nini nasema ufanye hivi? Kwa sababu unatetea uhai wa mwanao, unatetea maisha ya mwanao, unatetea maisha yako na uhai wako, kwa sababu endapo utakaposikia mwanao amepata changamoto fulani, na wewe utaanza kupitia changamoto, kwa sababu uko mbali, humuoni, huwezi kumsaidia, huwezi kusaidika kwa lolote. Kwa unakuta na wewe inaweza kukurudia pressure, kuwaza na nini, mali kupotea, mambo kama hayo. Na kama unaona binti yako unamjua kabisa huyu hata hapa nyumbani si mtu wa kazi, usimruhusu aondoke. Usimfiche, mwambie ukweli kabisa. Kama kazi za hapa nyumbani kwangu mwenyewe huwa zinakushindwa, au mimi binafsi kama mzazi nimekushindwa, huko kwingine huwezi. Na kama unasafiri, ina maana unasafiri kwa ridhaa yako mwenyewe, sio ridhaa yangu mimi mzazi, sijakuruhusu. Muwasemeshe watoto wenu, msemeshe binti yako. Akikwambia nataka kusafiri na wewe unaona sio mtu wa kazi, mpe maneno. Kuenda kwenye nyumba za watu, kwenye nchi za watu, watataka ufanye kazi, hawatataka ulale kama hapo kwangu naamka saa 6 unafanya unanijibu unapotaka. Mwanangu, huko mambo haya hayapo. Msemeshe ili aelewe. Wewe kama mzazi, ushauri huu unatoa kwa wazazi.
Kuna wazazi wengine wametengana, baba yuko peke yake, mama yuko peke yake. Huyu binti au kijana amekujia wewe kama mama, mimi nataka kusafiri, mshirikishe babake. Hata kama mmetengana amuongei, mshirikishe ili huyu binti aondoke na baraka zote za kwa baba na kwa mama. Mambo kama hayo yanasaidia mabinti kwenda kwenye nchi za watu kukaa na amani na kuto kupata changamoto. Leo hii binti anasafiri, mzazi amemkatalia mpaka amempa na laana. Anafika tu kazini anakutana na changamoto nyingi sana, mpaka wanapata na ule ugonjwa sijui ugonjwa wa wasiwasi, au unakuta anapata vishawishi ambavyo hata vieleweki vimetokea wapi. Alikuwa ni binti tu mtulivu, lakini kufika tu nchini kapata vishawishi, kapata marafiki wasioeleweka, kaingia huku mpaka watu wanajiuliza mbona hapa hakuwa hivyo? Kumbe mzazi hakuwa radhi anavyoondoka binti yake. Na nyinyi wa binti, unaposafiri ukimshirikisha mzazi, akikataa msikie, mueleweshe mpaka aelewe, ndo usafiri. Kama ikitokea huyu mzazi hakubali, mnaondoka kwa kutoroka. Ukifika kazini, jitahidi unamtafuta mzazi wako, unamfahamisha vipi mpaka akuelewe, ili afungue moyo, ili kule uliko usikutane na changamoto. Wengi wao wanasafiri kwa kutoroka. Anafika kazini ananyamaza kimya, hamwambii mzazi wake kazi gani anafanya, hamwambii mzazi wake aliondoka vipi, yaani hakae naye chini mle kwenye mtandao amueleweshe, ili mama yake afungue moyo wake na mzazi, yaani amfungulie roho. Anachofanya yeye anasema nikipata tu pesa mwisho wa mwezi, au nikipata pesa nitamtumia pesa. Ina maana mzazi wako unamnunua, unamhonga kwa pesa ndo akusikie, kitu ambacho sio sahihi. Ujumbe wangu kwa wazazi, binti yako akisema anasafiri, fuatilia upate uhakika, sio kumkatalia, kufuatilia kwanza. Ukipata kujua anakokwenda, mpe baraka zote. Na wewe binti unasafiri, usimfiche mzazi, mweleweshe mpaka kuelewe. Na kama hajakuelewa, umeona ngoja nisafiri tu, nikifika huko nitamwambia. Ukifika kazini, kaa chini utafakari, utamwambia vipi mzazi wako ili akuelewe. Hiyo itapunguza mikosi na mambo mbalimbali ambayo wafanyakazi wanapitia. Guys, nawapenda sana na wajali na wathamini. Ujumbe wangu huu kwa wazazi, mufanyie kazi ili tuondokane na hizi kesi za kusema mimi mwanangu alisafiri hakuna pia, mimi hivi mimi vile. Thank you so much. Usisahau kuangalia video zinazofuata. Usiangalie video pasipo kusubscribe. Tafadhali bonyeza haya maneno yaliyoandikwa subscribe, ili kila ninapoweka video hapa uendelee kuiona. Alafu kitu kingine, usisahau uliza maswali hapo chini. Kuna mtu anataka kusaidika, kuna mtu anauliza maswali yote, wewe uliza tu hapo, mimi nitakujibu. Usijali, usiangalie pasipo kusubscribe. Video hii usibaki nayo, share na kwa mtu mwingine aweze kusikia pia.